Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Ukweli ni kwamba hali si shwari nchini Israel, ambapo Irani imetekeleza mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israel jioni ya Ijumaa, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya awali ya Israel dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran. Kulingana na taarifa rasmi kutoka kwa vyombo vya usalama vya Israel, zaidi ya makombora 150 ya masafa marefu na zaidi ya ndege 100 zisizo na rubani zilirushwa kuelekea miji mbalimbali ya Israel, zikilenga vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilifanikiwa kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo kwa kutumia mifumo yake ya kisasa ya ulinzi wa anga, ikiwemo Iron Dome na Arrow. Hata hivyo, takriban watu 22 walijeruhiwa na baadhi ya maeneo kuripoti uharibifu wa mali. Mashambulizi haya yanatokea kabla ya kuanza kwa Sabato, siku takatifu ya mapumziko ya Wayahudi. Sabato huanza kila Ijumaa jioni na kumalizika Jumamosi jioni. Hii ina maana kwamba mashambulizi haya hayakutokea wakati wa Sabato yenyewe, bali yalifanyika jioni kabla ya kuanza kwa kipindi hicho cha kidini. Hii ni mara ya tatu ndani ya kipindi kifupi kwa Iran kulenga Israel kwa mashambulizi ya moja kwa moja, ikiwa ni sehemu ya kile kinachotajwa na Tehran kama Operation Ahadi ya Kweli, yani Operation True Promise. Tangu kuanza kwa mvutano huu, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa utulivu na mazungumzo ya diplomasia kati ya pande hizo mbili. Sasa mtazamaji, hii ni breaking news kabisa, kwa sababu taarifa hizi zimeweza kutokea punde tu jioni hii kwa mashambulizi haya ya Iran ambayo yameyafanya kwenda nchini Israel. Na kama unavyoonekana hapo, ni moshi mzito kabisa ukionekana kwenye baadhi ya maeneo ambayo yamekumbwa na dhoruba nzito kufuatia mashambulizi ya Irani katika ardhi ya Israel. Hali ni tete na hali si shwari, huku watu wakiwa na hofu kubwa sana, wananchi wa Israel, kuelekea kwenye siku muhimu kabisa ya kidini ya Sabato. Tufuatilie sisi Zone Media ili uweze kufahamu taarifa kwa undani zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi. Asante kwa kuchagua Zone Media.